Okay. Haleluya. Ni matumaini yangu kwamba nyote mko salama na mmeamka salama kwa neema na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni tena wapendwa, karibuni tena ndugu zangu katika episode yetu hii ambayo sasa ni episode ya 8. Tunaendelea kujifunza kitabu cha Wakorinto na tuko katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Na kama tulivyoongea, kitabu hiki cha Wakorinto ni kitabu cha masahihisho. Ni kitabu ambacho kinakuja kusahihisha mambo mengi yaliyokuwa yametokea katika kanisa la Korinto. Kwa hiyo Mtume Paulo akasimama kama mtume ili kusahihisha kanisa la Korinto. So hivi tuko kwenye sura ya 11. Tumeanza sura ya kwanza na leo tuko kwenye sura ya 11. Na hii sura ya 11 tumeigawa katika sehemu mbili tofauti. Tumeigawa katika sehemu ya kwanza ambayo ni Wakorinto sura ya 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa 16. Na sehemu ya pili inaanza Wakorinto huo wa kwanza sura 11 mstari wa 17 hadi mstari wa 34. Sasa Wakorinto sehemu yake ya pili hii ambayo tunaanza leo, sababu sehemu ya kwanza tulimaliza jana, na sehemu ya kwanza ilikuwa inaongea kuhusu habari ya kifuniko cha kichwa, na tuliona sote kupitia maandiko ya kwamba mwanamke lazima afunike kichwa. Bila shaka wanawake wako wengi kuzimu kwa sababu ya kutokufunika vichwa vyao, na lazima mwanamke afunike kichwa. Ila kifuniko ni nini? Tukaona sote kupitia maandiko ya kwamba kifuniko cha kichwa cha mwanamke si kingine ila ni nywele zake ndefu. Tumesoma hilo na lilikuwa limeandikwa katika kitabu hicho cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 na mstari wake wa 15. Lakini inasema hivi, nisome: lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi, ili ziwe kama kifuniko. Kwa hiyo mwanamke amepewa nywele ndefu ili ziwe kifuniko cha kichwa chake. Na hivyo basi tukamaliza hiyo, tumeongea kwa undani, hatutorudilia tena hiyo ya sehemu ya kwanza ya Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Sasa tunaanza sehemu ya pili ya Wakorinto wa kwanza sura 11, na sehemu ya pili inaanza kwenye mstari wa 17 hadi mstari wa 34. Hii sehemu ya pili inaongea nini? Ya Wakorinto 11. Wakorinto wa kwanza 11 inaongea kuhusu habari ya meza ya Bwana. Inaongea kuhusu habari ya Sainte Seine kama tunavyoita katika lugha ya Kiswahili. Inaongea kuhusu habari ya ushirika, Holy Communion. Na kama tujuavyo sote, ni moja miongoni mwa agizo ambazo Mungu au Yesu aliachia kanisa. Yesu aliachia kanisa agizo hilo ya kwamba watu wasikose kuendelea kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake ili kumkumbuka yeye. Kuna nguvu fulani kubwa za kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Kuna nguvu za kipekee. Watu wengi wamepona magonjwa kwa kutumia tu meza ya Bwana. Wengi wamepata Roho Mtakatifu siku tu ya kukula meza ya Bwana. Wengi wameokolewa siku tu ya kula meza ya Bwana. Wengi wamesamehewa dhambi siku tu ya kula meza ya Bwana. Kwa hiyo meza ya Bwana ni agizo takatifu na lazima tulitii, lazima tuliheshimu. Yesu mwenyewe alisema, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kwa hiyo lazima tufanye kile ambacho tumeagizwa. Katika Biblia agizo 3 ni kubwa tu. Agizo kubwa ni 3. Katika maandiko yote, agizo kubwa ambazo Yesu alilipa kanisa ni agizo 3. Agizo la kwanza ni endeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na hilo ndilo agizo la kwanza, ni kuhubiri injili kwa watu wote. Ni kutangaza habari njema kwa watu wote. Kuambia wanadamu ya kwamba Yesu anawapenda, Bwana anawahitaji, na kufanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Hilo ndilo agizo la kwanza. Agizo la pili ni kuoshana miguu, na agizo la 3 ni kula meza ya Bwana. Kwa hiyo miongoni mwa agizo ambazo Yesu aliachia kanisa ni lazima kila Mkristo ale meza ya Bwana. Na ili uwe na ushirika na Mungu lazima ule meza ya Bwana. Huwezi kosa kula meza ya Bwana. Na baada ya kufa kwa Yesu, wanafunzi walidumu wakila meza ya Bwana. Kwa hiyo basi naomba tukasome katika kitabu hicho cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 17. Lakini katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba
mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu na sadiki, kwa maana lazima kuwepo na uzushi kwenu. Kanisa la Korinto hilo. Kwa hiyo kusikia kitu faraka katika kanisa la Korinto ni kawaida sana. Yaani ni moja ya makanisa ambayo vurugu ilikuwa kama maisha ya kila siku. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu na sadiki, kwa maana lazima kuwepo na uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Eti faraka iko sana kwenu kiasi kwamba mnapokutana hamuwezi kula chakula cha Bwana. Haiwezekani kula chakula cha Bwana mnapokutanana, kulingana na faraka nini moto, kulingana na faraka iliyoko kwenu, kulingana na shida mlionayo, matatizo mlionayo, haiwezekani kula chakula cha Bwana kila mnapokutanana. Sikiliza, kwa maana kila mmoja utangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Je, hamna nyumba? Unaona, hii kanisa ilikuwa na vurugo sana. Yaani chakula cha Bwana kinakuja, kila mtu yuko haraka achukue chakula. Kila mtu yuko haraka yeye ale wa kwanza. Wengine mpaka wanalewa kwenye meza ya Bwana. Hii ni ajabu sana. Hili lilikuwa kanisa la ajabu. Paulo mpaka anawauliza, je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatayarisha hao wasio na kitu? Niwaambieni, ni wasifu? La, si wasifu kwa ajili yayo. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa, alitoa mkate, naye akaisha kumshukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Ndio maana lazima kula mkate na lazima kunywea kile kikombe. Lakini nataka mwelewe jambo moja, kwamba kuna taratibu nyingi sana hadi kufika kula huo mkate, hadi kufika kukinywea hicho kikombe. Sio Joyce, sio Coca-Cola, sio Fanta, sio mkate wa kwenda kununua dukani. Nimeona kanisa fulani wanafanya meza hivyo, mtu anatoka anaenda kununua mikate dukani, anasema eti ndio mikate ya Bwana. No. Huo ni mzaa katika imani. Huko ni kucheza na neno la Mungu. Sio mkate ulionunuliwa dukani. Sio kwenda kununua Coca-Cola barabarani. Eti mnasema Coca ni rangi nyekundu inafanana na damu, kwa hiyo tutatumia Coca ndo hapana, never ever do that. Inanunuliwa vin, mzabibu au juisi ya mzabibu, inatengenezwa, watu wanatumia hiyo. Mkate unatengenezwa, mkate usiotiwa chachu, na unatengenezwa na nani? Na viongozi wa kanisa. Na hii ni kitu inaomba sana maombi kabla ya kukiendea. Naomba nisitangulie, wacha niendelee kusoma. Basi kila aulaye mkate huo, sikiliza hapa vizuri, kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isiyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Shida hiyo. Kwa hiyo ukienda kula meza ya Bwana, ukila ule mkate na kukinywea kile kikombe jinsi isivyostahili, umejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Yaani wewe ndiye muuaji. Yaani kifo cha Yesu kinakuja kwenye mgongo wako. Yaani ni wewe ndiye uliyemuua nani? Yesu. Ndio maana inapaswa kuwa makini sana, ili uhakikishe unavikula kwa njia inayostahili, usije ukajipe hatia ya damu ya Yesu. Lugha ya kwamba unajipatia hatia ya damu ya Yesu, maanake damu ya Yesu iko kwenye mikono yako. Yaani wewe ndio muuaji wa Yesu. Kwa hiyo ni ngumu sana hili swala la kuliendea meza. Ni swala nzito sana. Ndio maana nimeona makanisa mengine wanaweza kae watu 100, siku ya meza ikifika wanakula watu 3 tu. Si kwa bure, ni kwa sababu kila mtu anaogopa sija akabebe hatia ya damu ya Yesu, kwa mujibu wa shuti zilizopo, ili mtu ali hiyo meza. Basi niko mstari 27. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isiyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe.
eti mtu ajioji mwenyewe. Ina maana kabla ya kwenda kula meza ya Bwana, kabla ya kwenda kula ule mkate, kabla ya kunywea kile kikombe, tafadhalini sana, lazima ujioji mwenyewe. Kujioji maana yake nini? Maana yake kujitathmini, maana yake kujichunguza, maana yake kujitafakari, maana yake kujipigia hesabu, kwa sababu huwezi kwenda kula meza ya Bwana ukiwa mchafu, ukiwa makosani, ukiwa na dhambi. Kwa hiyo ni swala nzima la kujioji, kujiosha, kujitakasa kabla ya kwenda kula, sababu ukienda kula isivyostahili, yaani kwenda kula na dhambi, kwenda kula na mabaya, kwenda kula na uovu, utajibebea hatia ya Bwana. Yaani ni kama vile umejibebea hatia ya damu ya Yesu Kristo juu yako. Kwa hiyo hili sio jambo la mzaa, ni jambo nyeti sana. Hili lazima kila mtu atambue kuliendea kwa umakini wa hali ya juu. Naendelea kusoma kwa maana naendelea kusoma 27, nilikuwa 27. Basi kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Maneno mazito haya, lazima nieleze. Eti alaye, sikiliza nisome tena, kwa sababu lakini mtu ajioji, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Yaani ukila ule mkate na kunywea kile kikombe, unakula na kunywa hukumu ya nafsi yako. Yaani unajihukumu ya kwamba wewe uko safi, wewe ni mtakatifu, wewe unastahili, wewe huna dhambi, huna kosa, uko safi mbele za Bwana. Ndo sababu au ndo tafsiri ya wewe kula na kunywa. Ni nzito sana hii. Hapa sasa unajua kwa nini watu wanakimbiaga sasa. Ndo sababu hii ya watu kukimbia. Yaani huruhusiwi kukimbilia huo mkate au kunywea hicho kikombe kama huna uhakika ya utakatifu wako ulio nao mbele za Bwana. Ukienda kunywa hivyo, kumbuka unakunywa hukumu ya nafsi yako. Kwa hiyo ukiinywa vibaya, ni kama vile unadanganya Mungu. Unajua nini kitakukuta? Kitakukuta kile kilichomkuta Anania na Safira. Si unajua kilichokuta Anania na Safira walipomdanganya Mungu? Yaani ni kama vile unaenda mbele za Mungu, mbele ya agizo la Mungu kwa kuenda kumjaribu. Ndio maana kabla ya kula huu mkate, hii meza, lazima kanisa lifundishwe. Lazima watu wachukue muda wa mafundisho ili watu wengi wasije wakafe. Sababu ukienda kula kinyume, my friends, mwisho wake ni magonjwa, mwisho wake ni kifo. Ndio maana tunachukuaga muda kulifundisha kanisa, kuliambia kanisa lijitakase, kuambia watu wajitakase zaidi, kuambia watu wajitakase wasije wakafe. Sikiliza maandiko hapa 27. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu yake. Yaani umejihukumu kifo tayari. Ukinywea visivyostahili, maana yake wewe umeshajihukumu kufa. Ni kama vile umejinyonga, ni kama vile umejipeleka motoni, umejipeleka mautini mwenyewe kwa kumdanganya Mungu. Lakini mtu ajiochi mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Kwa kutokuupambanua ule mwili. Nataka nieleze vizuri hapa. Unakunywaje hukumu ya nafsi yako kwa kutokuupambanua mwili? Mwili wa Kristo ni nini? Nafikiri hili tumeliongea sana katika video nyingi sana tofauti tofauti. Mwili wa Kristo ni ndugu yako, ni dada yako, ni mshirika mwenzako. Ndio mwili wa Kristo. Sasa kwa kutokuupambanua mwili wa Kristo, unahukumu nafsi yako unapokwenda kuula mwili. Nieleze kwa njia rahisi ambayo nitaeleweka vizuri hata na mtoto wa shule la msingi. Maana yake iko hivi: usipompenda ndugu yako, usipomheshimu ndugu yako,
kuwa na mahusiano mazuri na ndugu yako, una haki ya kwenda kula meza ya Bwana. Yaani watu wanashindwa kumpenda ndugu. Maandiko ndio yanasema hivyo. Unashindwa kumpenda ndugu uliye naye, alafu unampenda Mungu ambaye hujawahi kumwona. Na huyo uliye naye ndo mwili wa Kristo. Huyo uliye naye ndo Kristo mwenyewe. Sasa watu wanashindwa kutambuana katika mwili wa Kristo. Sababu gani ya kushindwa kutambuana na kushindwa kupambuana au kujua? Sababu usipojua kutambua au kupambanua mtu katika mwili wa Kristo, yani kupambanuana ni kujua mahali pake au mahali pa mwenzako katika mwili wa Kristo. Ndio maana ya neno kupambanua. Hili neno kupambanua ni kufahamu huyu mtu katika mwili wa Kristo mahali pake ni wapi. So kwa kutukujua kupambanua sisi kwa sisi, hatujui mahali pa mtu mwingine katika mwili wa Kristo. Ni kama vile timu ya mpira, huyu hajui huyu ni namba ngapi na huyu hajui huyu ni namba ngapi. Huo mpira hamtaweza kufunga hata goli moja kwa sababu hamjuani. Na tatizo kubwa lililopo leo la kanisa ni watu kutujua kupambanuana. Watu hawajuani katika mwili wa Kristo. Unaona, huyu ameitwa katika Kristo ili awe mekanika, lakini anataka awe mchungaji. Huyu ameitwa katika Kristo ili awe mganga, awe daktari. Sababu katika mwili wa Kristo kuna viungo vingi sana, ila sisi sote kila mmoja ni kiungo kwa mwingine. Ina maana nini katika mwili wa Kristo? Hakuna tu zile huduma 5 na zile karama 9. Hapana. Katika mwili wa Kristo kuna viungo vingi sana. Kuna watu ambao Kristo amewaita katika kanisa ili wawe madaktari. Kuna watu ambao Kristo ameita katika kanisa ili wawe wanasheria. Kuna mtu ambaye Kristo amemuita katika kanisa ili awe mfanyabiashara. Kuna mtu katika mwili wa Kristo yeye kazi yake ni kamera, ni mtu wa media. Kuna mtu katika Kristo ambaye yeye kazi yake ni mekanika wa magari na pikipiki. Kuna mtu ameitwa katika Kristo na ndani ya Kristo yeye nafasi yake ni mjenzi, ni mason. Kuna mtu ameitwa katika Kristo nafasi yake yeye ni mtangazaji. Kwa hiyo katika Kristo kuna viungo vingi sana. Lakini sasa kwa jinsi kulivyo viungo vingi, sote katika hivyo viungo tunaitiwa kila mmoja kumpambanua mwingine na kumjua na kuwa msaada kwa mwingine. So unaposhindwa kujua kupambanua mwili wa Kristo, yaani kumheshimu ndugu yako, kumheshimu dada yako, kumheshimu mpendwa ambaye mko naye katika imani moja na kumuona yeye kama Kristo, una haki ya kula meza ya Bwana. Ndio shida hii. Sasa niambie, kuna makanisa unakuta huyu hasemi na huyu haongei na huyu, wote wako katika kanisa moja, wote wana mchungaji mmoja, lakini hawasemeshani. Huyu hampendi huyu, na wako katika kanisa moja na wanasikia mhubiri mmoja. Je, hiyo kanisa watu watakula meza ya Bwana? Ndio maana walio wengi hawakuli meza ya Bwana. Ndio hili ambalo Paulo anaendelea kulionya kanisa la Korintho. Naendelea kusoma. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi. Unasikia sasa hapa Kwa sababu hiyo wapo wengi. Kwa sababu ya kutokujua kupambanua mwili. Kwa sababu ya kutokujua kujua thamani ya mtu mwingine katika mwili wa Kristo. Yaani ukiwa katika mwili wa Kristo unapaswa ujijue kwanza wewe ni nani. Unajua position yako, wewe ni nani. Unajua mimi nimeitwa kuwa kinwa. Okay. Basi kama wewe ni kinwa, jua kwamba una haja pia ya mkono, una haja ya mguu, una haja ya masikio, una haja ya pua. Sababu kinwa mwenyewe hawezi akawe mwili mzima. Mwili mzima huwezi ukawe kiungo kimoja. Lazima mwili unaundwa na viungo vingine tofauti tofauti. Kwa hiyo lazima tujue sisi ni viungo mmoja kwa mwingine. Huko ndiko kunaitwa kupambanua mwili. Kifupi, kupambanua mwili wa Kristo ni kujua nafasi na umuhimu na thamani ya mtu mwingine. Basi, sababu ni sisi kanisa ndo tunaunda mwili wa Kristo. Kujua ya kwamba unalazimika kumsaidia mwingine na mwingine analazimika kukusaidia. Kujua ya kwamba ni wajibu wako kumpenda, kumshughulikia, kupambana kwa ajili yake. Ni wajibu wako kuishi kwa ajili ya mwingine.
Na huo ndio uzima wa milele. Uzima wa milele ni kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. So Mungu ametufundisha hilo kupitia hata miti. Hebu angalia mti wa embe, unaweka matunda mazuri sana. Je, hayo matunda embe inakula matunda yake? Hapana. Mti wa embe unaweka matunda, lakini unaweka matunda kwa ajili ya wanadamu. Ni sisi ndio tunakula yale matunda. Kwa hiyo Mungu ametufundisha hayo kupitia hata maumbile, ya kwamba lazima tujue kuishi kwa ajili ya wengine. Hiyo ndio maana ya kujua kupambanua mwili wa Kristo. Sasa kwa kutokujua kupambanua mwili wa Kristo, wako wengi ambao wamekula meza ya Bwana kinyume ya utaratibu. Na hilo limeleta nini? Yasema Mtume Paulo, kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi. Imeleta magonjwa, matatizo, walio hawawezi na dhaifu. Eti kwa sababu hiyo wapo wengi ambao ni wagonjwa, ambao ni wadhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala, na wengine hata wamekufa kwa sababu ya kwenda kukula meza ya Bwana isivyostahili. Kwa hiyo ni jambo nzito sana ambalo linaomba umakini mkubwa inapofika kwenye swala la kula meza ya Bwana. Sababu unaweza ukaende kula meza ya Bwana na ukatoke hapo na magonjwa, na ukatoke hapo na kifo. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kuila meza ya Bwana jinsi isivyostahili. Ili uile meza ya Bwana jinsi inavyostahili, jambo la kwanza ni wewe kujioji, kujitakasa na kujiosha. Na jambo la pili ni kupambanua mwili wa Kristo. Yaani ujue thamani ya mtu mwingine. Ujue ya kwamba yeye pia unahitaji kuishi kwa ajili yake. Umpe heshima yake, umheshimu, umpende. Ina maana ana haki ya kula meza ya Bwana yule ambaye anapenda watu wote. Na hapo sasa ndio kuna mziki wake. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tukijipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupata adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, mngojeane. Unasikia hapo Mkutanikapo mpate kula, mngojeane. Huku kungojeana maana yake nini? Maana yake mmeshaingia kanisani, mnataka kwenda kula meza ya Bwana. Kuna mtu pale amekumbuka, nina shida na mtu fulani. Unaenda unaita wahusika, wanakuitia yule mtu, mnatoka nje, mnatengeneza hilo jambo nyinyi wawili nje, mnarudia tena. Watu wanakaa mle, unaendelea mambo. Mwingine anakumbuka, kuna siku niliwahi kumteta mchungaji. Unaenda wanakuitia mchungaji, unamwomba mchungaji msamaha tena. Ndio maana ya kungojeana. Hakuna haraka ya kwenda kula meza ya Bwana. Lazima watu wangojeane ili wahakikishe ya kwamba wameila meza ya Bwana katika usawa na namna inavyostahili. Sababu ukienda kuila na una kitu rohoni na una kinyongo rohoni na hauna mahusiano mazuri na mume wako na mke wako, huna mahusiano mazuri na watu kanisani, wewe ni mtu wa taabu, shida, migogoro, matatizo na watu, na unakwenda kula meza ya Bwana, umeenda kula magonjwa, umeenda kula kifo. Utakawia huku nako kwenda, boom, magonjwa yatakupata, na hapo hata uombewe magonjwa yatatoka. Ndio maana ya kungojeana. Paulo akasema, lakini kila mmoja wenu, Paulo akasema, kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, mngojeaneni. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu, na hayo yaliyosalia ni japo nitayatengeneza. Amen. Kwa hiyo hii ndo sehemu ya pili iliyobaki ya Wakorintho wa kwanza sura 11 kuanza mstari wa 17 hadi mstari wa 34. Kifupi inaongea nini? Inaongea kuhusu meza ya Bwana. Imeanza na kusema ya kwamba ni agizo letu katika zile agizo 3. Hii ni moja miongoni mwa agizo ambazo Yesu alitupa, kwamba tufanye hivyo kwa kumkumbuka. Kwa hiyo ni wajibu wako kula meza ya Bwana. Usipokula meza ya Bwana huna ushirika na Mungu. Lakini kwa kuila ujioji, kwa kuila upambanue mwili wa Kristo. Hayo mambo mawili makuu ukiwa umeyaweza, umejioji. Kujioji maana yake kuona ni wapi ambapo uko makosani, ili ujioji na ujitakasi na ujifanye kuwa safi mbele za Bwana. Jambo la pili, kupambanua mwili wa Kristo. Sababu katika mwili wa Kristo kuna viungu vingi sana, na kila mtu kumheshimu kulingana na nafasi yake katika mwili wa Kristo. Kuna huyu ni mchungaji, kuna huyu ni mwinjilisti, kuna huyu ni nabii, kuna huyu ni mwalimu, kuna huyu ni mtume, kuna huyu ana karama ya kunena kwa lugha, huyu ana karama ya kufasiri lugha, huyu ana karama ya hekima, huyu ana karama ya unabii, huyu ana karama za uponyaji, huyu ana karama
hiki na kile. Kwa hiyo unajua kila mtu kwenye nafasi yake na unamheshimu. Kuna huyu ameitwa na Mungu awe mekanika, kuna huyu ameitwa na Mungu ili awe mtu wa media, na kila mtu unamheshimu kwenye nafasi yake, na unampenda na unamthamini na unajua umuhimu wa nafasi yake na unaishi kwa ajili yake. Hapo umepambanua mwili wa Yesu, na baadaye mwenyewe unajioji. Hapo sasa una haki na wewe ya kusogea pale mbele, unachukua kile kipande ka mkate, unaweka kinwani, unaenda kwenye kile kikombe, unakunywa damu ya Bwana. Na usipokunywa damu ya Bwana huna ushirika na Mungu. Kwa hiyo ndio imekuwa kama vile complication. Yaani ni kama vile unalazimishwa unywe, lakini pia shurti ambazo unazipewa ili unywe ni shurti ambazo zinakukataza usinywe. Sasa mwisho wake ni nini? Mwisho wake ni kwamba unaombwa uwe Mkristo sana, ili lazima unywe ili uwe na ushirika na Mungu. Sababu kumbuka, wana wa Israeli walipokula meza ya Bwana mara ya kwanza, walitembea miaka 40 jangwani bila nguo kuchakaa, bila kushindwa na chochote, na wana nguvu tele. Kwa hiyo na sisi tunapokula meza ya Bwana tunapata nguvu za kuendelea na hii safari. Kumbuka sisi tuko katika Kutoka kwa 3, na hizi nguvu zetu pia za kusonga mbele na safari katika Kutoka kwa 3 ni pale tunapokula meza ya Bwana. Kwa hiyo lazima ule meza ya Bwana. Sasa utasema, sasa kwa shuti hizo kweli nitakula hiyo meza? Asema utaikula. Utaikula. Ndio maana unaomba ujitakase sana, ujihoshe sana, ili ifikapo kula meza ya Bwana na wewe uile. Ukiwa na lolote moyoni mwako, hakikisha unaliondoa, hakikisha unalitoa, ili upate nguvu na ujasiri wa kula meza ya Bwana. Na ukila meza ya Bwana, magonjwa yanapona, unapata nguvu za kiroho, unasonga mbele katika Kristo, unajisikia umekuwa mtu mpya. Yaani unaona raha ya wokovu inarudi ndani yako, kila kitu kinarudi kuwa vizuri ndani yako. Meza ya Bwana ina nguvu, lakini shuruti zake ndio hizo: ujioje, ujitakase, ujue kupambanua mwili wa Kristo. Asante wapendwa, nafikiri tumemaliza sura ya 11 ya Wakorinto, sehemu ya sura ya 11. Hivi nimekula dakika ngapi? 27. Asante, tunaweza tukaishia hapa. Sasa next time ndo tutaanza sura ya 12, ambayo sasa hapa ndo ngoma sasa kuhusu habari za karama. Asante, kwaheri na Bwana wabariki.